Kwa hiyo huu limeotoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia. Da'wa salafia ya kweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo. Swala la tauhid ni jambo muhimu sana na sio jambo la kupuuzwa. Na da'wa yoyote iliyojenga katika kuipuuza tauhid au ilmu na mingineyo katika misingi ya da'wa hii ni da'wa zilizo kinyume, hata kama watu wake watajisingizia kwamba wao katika salafia. Sasa nimeeleza kwa ufupi kuhusu usalafi wa kweli. Usalafi wa kweli ni ule uliojengwa katika misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu waliokuwa nao masahaba na tabi'in na wale waliowafuatia wao kwa wema. Ayati ziko nyingi na kila mara tunazitaja na haziwezi kubadilika, ndio hizo hizo na ukweli ndio huo huo, tutazisoma na kuzikariri mara zote. Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa aya anazotuhimiza kufuata njia ya hao wema waliotangulia. Maana sikutaka kueleza salafi kilugha maana yake nini, kiistilahi maana as-salaf ni wale wema waliotutangulia. Sawa? Na manhaji ya salaf ni ule mfumo wa kufuata Uislamu safi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukapokewa na masahaba, kisha waliokuja baada yao, kisha waliokuja baada yao. Ukishikamana na njia hiyo, basi salama, uwe salama kiitikadi na imani, kiibada na matendo, kimiamala, da'wa na mengineyo. Kwa hiyo ina maana inatakiwa wewe ujifunze, ujue njia ya hawa wema ilikuwaje. Kwa hiyo akijitokeza mtu akajinasibu na njia hiyo, wewe ushajua kwamba huyu ni muongo, amekhalifu katika hili. Huyu ni muongo, si mkweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi fulani katika misingi muhimu ameikhalifu. Kwa mfano, labda niwapigie mfano mwingine. Msingi wa Muislamu dhidi ya mtu mpotoshaji, muamala wake na yule anayepotosha katika dini, mathalan mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hakuyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mzushi, amenasibishwa kwa uzushi katika mambo mbalimbali, yani kwa maana kwamba analeta vitu ambavyo si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi waislamu tujinasibu na uislamu wa kweli, tunatakiwa tuwe na muamala gani na mtu huyo? Kwenye hili ndipo wanapoteleza na kuanguka watu wengi, wanakhalifu njia ya masahaba. Wewe isome, mimi nitakurejesha tu haraka haraka, kama nyinyi ni wasomaji wa kufuatilia mambo ya dini yenu, hebu isomeni hadithi ya kwanza kabisa, hadithi ya mwanzo kabisa kwenye kitabu cha Imam Muslim. Na walillahi alhamdu, siku hizi vitabu ukitaka vya Kiingereza utavipata, vya Kiswahili utavipata, lakini isomeni hadithi ya mwanzo kabisa maarufu, hadithi ya Jibril. Pale Jibril alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura ya mtu mgeni asiyejulikana, akamuuliza kuhusu maratibu za dini, akamuuliza kuhusu Uislamu na imani na ihsan. Sasa ile hadithi katika Sahih Muslim imetajwa na kile kisa chake. Msomeni sahaba Abdullah ibn Umar, msimamo wake ambao ndio msimamo uliofunzwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhidi ya wazushi. Vitabu vingine viko mbali zaidi, vingine viko mbali ya upeo wenu, lakini mkiwasoma masahaba akina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, namna walivyokuwa wakitaamali na wazushi waliozua katika dini hii, iwe ni katika mambo ya kiitikadi au katika mambo ya ibada. Mzushi katika aina yote aleta jambo ambalo halipo katika dini hii, hakulifunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa na msimamo upi juu ya mzushi? Kwa ufupi ni kwamba masahaba
walikuwa ni wakali dhidi ya wazushi, na walikuwa wakiwahama na kuwakimbia wazushi na wakiwatahadharisha watu. Na hiyo ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanaostahili kupewa udhuru watapewa udhuru kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ta'wili na mingineyo, lakini uzushi lazima utahadharishwe, na wale wanaokusudia makusudi kuwapotosha watu wakitahadharishwa, na wale wanaotetea wazushi wakitahadharishwa pia na wao. Hii ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Sidhani kwa maswahaba walijitungia wenyewe utaratibu. Nisiende mbali na maudhui yangu, nataka nirudi tena baada ya kuarifisha au kutoa maelezo ni nini usalafi wa kweli, ni upi usalafi wa kweli. Baada ya kulieleza hilo kwa lugha nyepesi, maana nilikuwa nisome maneno taarifu, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, kama ninavyofanya mara nyingi. Leo nimeamua nipite katika njia ya mkato, nimeeleza tu Kiswahili moja kwa moja, na ninaamini kwamba nimeeleweka katika hilo. Lakini kuna fadhila kubwa katika kuwafuata hao as-salafu salih. Hiki ni kipengele cha pili katika maudhui ya leo, na fadhila ziko wazi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. na wale wa mwanzo wale waliotangulia ambao ni muhajirina na ansar, masahaba wahamiaji waliohama kutoka miji yao kwenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watetezi waliompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawakaribisha wageni katika mji wa Madina, na wale waliowafuatia wao kwa wema, walladhina tabauhum biihsan. Fadhila zao ni zipi? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye au watamridhia yeye subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewaandalia wao pepo zinazopita chini yake mito, wataishi humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kwa hiyo katika fadhila kubwa zinazopatikana ni sisi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tumefuata njia ya watu hawa. Katika neno walladhina tabauhum biihsan, hapo ndipo tunapopata upenyo na sisi kuingia, kwa sababu hatukuwa katika muhajirin wala katika ansar. Lakini tukiwafuata wao kwa wema, tukashika njia yao na mwenendo wao, bila ya shaka na sisi tutaingia katika yale yaliyoahidiwa hapo mbele. Ina hiyo haijalishi kwamba nyinyi mmekuja baada ya karne ngapi, baada ya miaka mingapi, haijalishi hivyo. Maadamu mmeamua kufuata mwenendo wa wale, basi fadhila mtazipata zilizoahidiwa hapo mbele. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa na sio fadhila ndogo. Kufuata mwenendo wa watu hawa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu, ni sababu ya kuingia katika aljanna, bali ndiyo salama ya watu kusalimika na matatizo yote katika dini yetu hapa duniani na kesho akhira. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake yaliyopokewa kutoka kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa akiwaelezea waislamu na kuwahusia, akawaambia waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, lazimianeni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, shikamaneni nao huo. Hiyo ndiyo dawa ya mifarakano.
Yani haitatosha wewe kusema mbele za watu, ndugu waislamu tuacheni farqa, tuwe kitu kimoja. Hii haisaidii. Sababu zinazopelekea kutufarakanisha ni zipi? Kama ikiwa sababu ni kuyaacha mafunzo ya Qur'ani na Sunna na mwenendo uliotangulia kwa wema, farqa haitaacha kuweko na itatutesa mpaka turudi katika njia. Tukirudi katika njia, Allah subhanahu wa ta'ala ili mifarakano ataiondosha. Lakini sio wewe umengangania jambo lako la kizushi, utaki kuliachia, wataka sisi tukufuate wewe, kwamba tukufuate, tukuache nalo hivyo hivyo na tunguri lako na hirizi lako, tukufuate hivyo. Haiwezekani. Acha hilo, tukae pamoja. Tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Wewe utakana tuende kwenye kamba tuishike, sio tukufuate wewe. Kwa hiyo ufumbuzi wa matatizo yetu na fadhila zake uko kwenye kushikamana na njia hii. Ni katika fadhila hizo, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu, na tahadharini. Akatoa tahadhari pale. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maelezo yake mazuri kabisa ameweka wazi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba amesema ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina faqal, fahamuni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu. Siku moja alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqa, fahamuni kuwa waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitabi mayahudi na manasara walifarikiana wakafikia kwenye makundi 72. Wa inna hadhihi almilla, hakika mila hii, dini hii na mfumo huu niliokuja nao mimi, watu wake sataftariku ala 73 firqa, watafarikiana katika makundi 73. Hizi ndio usuli za yale makundi, hata wakafika hata 100, makundi 100, makundi 1000, lakini ukirejesha hili limetoka hapa, hili limetoka hapa, kwa mgawanyo wake utafikia makundi 73. 72 fi an-nar, makundi 72 yataingia motoni, wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaa, na moja litakuwa katika aljanna, nalo ni kundi la aljamaa. Hapa ndipo jamaa wengi wanaolalamika kuilalamikia da'wa salafia na walinganizi wake wanaposhikilia, hawa jamaa wana red card, wanamuingiza peponi wanemtaka, wanamtoa wanemtaka. Uongo. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hata siku moja hutamsikia mlinganizi anayelingania kwenye da'wa salafia mwenye ilmu na maarifa juu ya da'wa salafia akamhukumu mtu fulani kwamba huyo ni mtu wa motoni katika Waislamu, kwamba wewe fulani utakwenda motoni na wewe fulani mtu wa peponi. Haya mambo ya kuingiza watu peponi kirejareja wanayo masufi, wanayo hizbiyun. Ahli sunna wal jamaa wanajua jambo hili. Huwezi kukata kauli moja kwa moja kwamba fulani yuko kwenye pepo yako ya babako, fulani motoni, moto wako, moto wa babako, hairuhusiwi. Lakini wao ndio wanasema. Ndio maana Imam al-Bukhari katika sahihi yake ukifungua utaona babun la yuqalu fulanun shahid. Imam Bukhari katika sahihi yake, huu ni mlango unaozungumzia kwamba haifai kusema fulani ni shahidi, ukakata kauli kabisa, kwa sababu ukisema shahidi kwamba huyo uko peponi. Shahidi atakuwa yule ambaye tayari ameshuhudiliwa na wahi. Mtume swalla salam akawataja kwamba hawa ni shuhada, kama shuhada Uhud, shuhada Badr, kwamba wale watu wa Badr wale watakwenda peponi. Hayo yamesemwa na Mtume swalla salam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lakini wewe jamaa yako tukapigana hapo kauliwa, unasema shahidi yule, la, haifai. Sasa wao wanasema ash-shahidu sayyidu qutb. Umetoa wapi? Haifai. Kwa hiyo ndio waingiza watu peponi bila ya kibali cha kisheria.
haifai kumkatia kauli mtu fulani kwamba huyo yuko peponi ila yule ambaye Qur'ani au Sunna imethibitisha kwamba yeye yuko peponi. Ama kwa ujumla, sisi tunasema kwa ujumla waislamu watakwenda peponi, lakini fulani bin fulani huyo atakwenda peponi. Mpaka sufi mmoja afike kusema tukienda huko kama sikumkuta peponi huyu basi nitafanya fujo. Hamjawasikia mashaikh wanasema hivyo? At-ta'alli ala Allah jambo halifai, lakini wapo mashaikh wanaosema hivyo wazi kabisa na kukata kauli ya kwamba fulani motoni. Hili ni jambo la kimakosa. Usiseme fulani atakwenda motoni, wala haifai kusema fulani bin fulani huyu fulani laanahu Allah. Haifai. Wanaharakati ndio maneno yao haya, haifai. As-salafiyun na duati wake walinganizi hawana manhaji hiyo. Kwa hiyo ukitazama utakuta wao ndio wenye manhaji hizo za kuwaingiza watu motoni na kuwatoa, na kuwaingiza watu peponi na kuwatoa vile wanavyotaka wao. Sisi hatuna red card, tunazungumza kwa ujumla. Anayefanya jambo fulani atastahili kwenda motoni, atakayefanya jambo fulani atastahili kwenda peponi. Lakini fulani bin fulani kwamba huyu ni peponi au motoni, huna kibali hicho. Usimkatie mtu kauli. Tutaweza kulani matendo na ujumla, Allah amlani mwenye kula riba, Allah amlani kadha, lakini sasa ndio huyu hapa huruhusi kusema kwamba huyu Allah amlani, maluuni wewe, haifai. Umeelewa? Muislamu wenzako huyu hapa kwambia wewe kafiri, wewe, haifai. Hizo ni maslaki za kikhawariji hizo, za kuwatoa watu kwenye Uislamu. Hao wanafiki hao masalafi hao wanafiki hao makafiri haifai, sio sawa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo tunapozisoma hadithi hizi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi katika umma huu wa Muhammad, watu watagawanyika kwenye makundi 73. Kundi moja litakwenda peponi na makundi 72 yatakwenda motoni. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayafutiki ngo. Piga kelele utakapopiga, lakini hayatafutika. Wewe ni kujitafuta tu umo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya alipoulizwa ni kina nani, akasema ma ana alayhi yawma wa ashabi, ni ile kundi ambalo liko katika ile hali ambayo mimi leo niko kwenye hali hiyo na maswahaba zangu. Sasa usibaki kulalamika, fanya juhudi za kuwa katika hali ile. Lakini ukitoka katika hali hiyo kwenye hatari. Na pia ifahamike ya kwamba si kila aliyeambiwa atakwenda motoni basi mkafiri. Ule moto pia wataingia almuwahhidun, nasallallahu alafia wassalam, naudhu billahi minan nar. Na jambo kubwa kama wanavyosema wanawazuoni, katika jambo kubwa litakalowaingiza watu wa tauhidi kwenye moto ni haki za waja, huququn nas, huququl ibad. Wewe kweli ni mtu wa tauhidi, waswali, wafunga, lakini hukuku, haki za watu ni katika vitu vitakavyoingiza watu wengi motoni. Haina maana kwamba huyu atakayeingia motoni kashakuwa kafiri, la. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa, uwezekano wa mtu muwahhid mwenye tauhidi, mwenye kuswali swala 5, mwenye kufunga Ramadhani na akatoa zaka, akahiji Makka, inawezekana akaingia motoni na yeye, wal iyadhu billah, kwa kiasi cha makosa aliyoyafanya. Sasa yapo katika makundi hayo ni makundi ya watu wa tauhid, lakini wamekhalifu njia kwa sababu ya bid'a zao, wakastahiki kuingia motoni. Kwa sababu ya maasi yao wakastahiki kuingia motoni. Kwa hiyo umma huu utagawanyika katika makundi hayo. Sisi tunatakiwa tutafute salama ya kupambania watu sasa warudi katika ile njia ya sawa sawa. Ndio juhudi tunayoifanya, kwamba watu wasife ile waislamu wa kweli, waislamu walioshikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Hiyo ndio juhudi kubwa tunayopambana nayo katika umma huu. Aqida sahiha na imani ya kweli, al-amalu salih na miamala iliyonyooka ya kisawa sawa, na watu kubaki katika taa na kuacha maasi. Hilo ndilo ambalo sisi tunalipigania na ndio da'wa iliyo sawa. Kinyume cha hivyo ni kutafuta maangamivu. Naona wakati al-adhan pia ushapita, paadhiniwe.
nitakuja na usulubu mwingine kidogo baada al-adhan.